Hivi unajua kwamba bara la Afrika ndio bara pekee ambalo limepeleka timu 10 kwenye mashindano ya kombe la dunia. Lakini kwa upande wa timu hizo ambazo zimefanikiwa kufuzu kombe la dunia kwa haraka hapa, ya kwanza ni Morocco, lakini nyingine ni Senegal, Egypt, Algeria, Tunisia, Ghana, Ivory Coast, Cape Verde ambao wao ndio mara yao ya kwanza kufuzu kombe la dunia. Lakini timu nyingine ni South Africa pamoja na DRC. Sasa cha kushangaza ni kwamba timu ambazo zina mataifa makubwa au zina wachezaji wakubwa ambao walitarajiwa kufuzu kombe la dunia kwa upande wa Afrika hasikuweza kufanikiwa. Na timu hizo, ya kwanza ni Nigeria ambayo ina Victor Osimhen, lakini timu nyingine ni Cameroon ya kina Mbeumo, hawakufanikiwa kufuzu kombe la dunia. So Afrika ndio bara pekee ambalo lilifanikiwa kupeleka timu 10, lakini kwa mabara mengine, kwa mfano kama bara la Ulaya, ndio bara pekee ambalo limefanikiwa kupeleka timu nyingi zaidi, ambapo wao wamepeleka kombe la dunia timu 16. Lakini pia kwa bara la Asia wamepeleka timu 9, kwa bara la Amerika kaskazini kati na Caribbean wao wamepeleka timu 6, lakini kwa upande wa Amerika ya Kusini wao wamepeleka timu 6 pia. So kuna bara moja ambalo linaitwa Oceania, wao wamepeleka timu moja tu kuelekea kombe la dunia. Lakini kwa haraka ni kwamba bara ambalo linaongoza kuchukua kombe la dunia mara nyingi zaidi au kuwa mabingwa mara nyingi zaidi ni bara la Ulaya, huku likifuatiwa na bara la Amerika ya Kusini, ambapo kwa upande wa bara la Ulaya wao Ujerumani wamechukua mara 4, Italy wamechukua mara 4, Ufaransa mara 2, alafu England na Spain wao wamechukua mara moja. Then kwa upande wa Amerika ya Kusini, Brazil wao wamechukua mara 5, alafu Argentina wamechukua kombe la dunia mara 3, alafu Uruguay mara 2. La sasa cha kushangaza ni kwamba licha ya mabara hayo ya kuchukua makombe hayo mfululizo na kuwa mengi sana, kwa upande wa Afrika uweze amini hakuna timu hata moja ambayo imefanikiwa kuchukua kombe la dunia. Baada inawafunika kwamba sio tu kuchukua kombe la dunia, lakini hakuna timu hata moja ambayo imefanya kufika finali ya kombe la dunia. Nikukumbusha mwaka 2022 Morocco pale Qatar walifanikiwa kuenda nusu finali, ambapo walitolewa pia, hakuweza kufika finali kwa ajili ya kucheza, na huenda labda wangefika finali wangeweza kuchukua kombe la dunia. So nimetafakari na kusema labda ni sababu gani ambazo zimesababisha labda kwa upande wa Afrika kuto kuchukua kombe la dunia au kwenda hata finali ya kombe la dunia. Kumbuka kwamba finali hizi zitaanza pale Juni 19 mwezi wa 6 huu, na maanisha, na sababu kubwa ambazo mimi binafsi ni mawazo yangu, so unaweza ukayapinga, lakini pia unaweza kaongezea labda ni sababu gani za kwako kwamba unahisi zimesababisha labda bara la Ulaya bara la Afrika lisichukue kombe la dunia au hata kufika finali ya kombe la dunia. Cha kwanza ni miundombinu. Obviously ukiangalia miundombinu ya bara la Ulaya, hasa kwenye upande wa academic za wachezaji, kukuza vipaji vya watoto kuanzia miaka 6, 8 mpaka 12, wao wameanzia mbali sana. Lakini kwa upande wa Afrika wao hakuna kitu kama hicho. Lakini pia kitu kingine ni viwanja ambavyo wanavitengeneza, lakini pia sehemu, mazingira, lakini pia wanasema lifestyle yao ya wale watoto ambao wenye vipaji wanakuza, basi wanakuwa hawakai kwenye mazingira mazuri ya kukuza kimichezo tofauti na bara la Ulaya. Lakini issue nyingine ni mifumo ya kukuza vipaji, yani wanaita youth development. Kwa upande wa Ulaya, hasa Spain, Ufaransa pamoja na Germany, wao wana scout watoto mapema sana, lakini pia wanakuwa kwenye academies full time. Yani ukiangalia lifestyle ya mtoto wa Ulaya, hasa akiwa anaanza kucheza mpira, yeye anakuwa, yani swala la kusoma, yeye anakuwa anaishi kule kwenye academic. Kama kusoma basi anasoma kule, lakini maisha yake yote ya utotoni anakuwa anakuzwa kwenye hizo academic. Lakini pia issue nyingine ambayo mimi binafsi nimeiona ambayo inapelekea mpaka bara la Ulaya au mabara mengine kuwa na kuchukua makombe ya dunia mengi, lakini pia Afrika inasababisha labda tusio na makombe ya dunia, ni ligi zenye ushindani mkubwa. Ukiangalia kwenye bara la Ulaya wana Premier League, wana La Liga, wana Serie A, lakini pia wana Bundesliga. Ukiangalia hizo ligi ni moja kati ya ligi ngumu sana ambazo zimewahi kutokea. Ukiangalia Premier League namba 1, lakini ukiangalia pia Spain, La Liga namba 2, Serie A namba Bundesliga sasa hivi ndio imekuwa namba 3, alafu Serie A imekuwa namba 4. So hizo ndio issue ambazo zimefanya mpaka wao kuwa na vipaji, lakini pia kuwa
kuchukua kombe la dunia. So mimi nataka uniambie kwenye comment unadhani sababu gani ambazo zinasababisha bara la Afrika kutokuchukua kombe la dunia au hata tukufika finali. Mimi Tony natamani kusikia maoni yako kutoka kwako kupitia comment section hapo chini, uniambie, alafu itakuwa poa kina mwanangu. Bye bye. Ili kwanza kupata habari zetu, hakikisha unamaliza alama ya subscribe hapo chini. Asante.